Purab, sema. Abi, nataka kuongea naye faragha. Faragha? Ni sawa. Wote hapa ni sawa Alia. Na yeye pia ni shemeji yake. Hivyo, nadhani kwa sasa sio ni sababu yoyote ile wewe kujali. Kwa nini unaniangalia hivi? Wewe ndio unayejali, si ndio? Ikiwa hakuna mwenye kujali basi, Purab, endelea. Alia, tulia bwana. Kaka Purab, Hali hii ambayo umeiona basi lazima hasira zake zote yeye atazimalizia kwake. Kwa hiyo wewe hakuna haja ya kuhangaika. Yaani kwa sasa hivi tulia tu. siku ile Pragya alikuwa na yule mtu kwenye pikipiki siku ile na leo yuko peke yake chumbani na Purab. Nini kinaendelea? Nahisi hapa kutakuwa kuna ubui na ukosa. Purab, ni nini yote haya? Unataka kuongea nini na mimi faragha? Dada Pragya, nimechukua uamuzi muhimu sana. Nataka kukwambia wewe haya kabla sijamwambia mtu mwingine. Pragya, mimi nimemwambia Abi kuwa niko tayari kumuoa Alia. Purab, kumuoa Alia? Lakini si ulisema kwamba unampenda Bulbul? Dada, nafanya hivi kwa ajili ya Bulbul. Tatizo lolote lile litakaloibuka kwenye ndoa yako, nataka kumuepusha Bulbul. Sitaki aolewe na mtu mwingine katika jaribio la kutafuta suluhisho la hili. Na ndio maana nataka Bulbul aolewe na kijana ambaye atampenda yeye mwenyewe. Lakini mbona yeye anakupenda Purab? Anataka kuolewa na mimi najua. Kwa sasa Bulbul hataolewa na mimi. Ikiwa ataolewa na mimi itakuathiri wewe moja kwa moja. Lakini dada Pragya, siku moja Abi na Alia wakija kujua ya kwamba mimi nilimwacha Alia kwa ajili ya Bulbul na sio kwa ajili yako wewe, unadhani itakuwaje? Hawatoacha salama nyote. Purab, nani ambaye amekwambia hivyo? Bulbul. Dada Pragya, mimi ndo naweza kurekebisha kila kitu. Purab, unazungumza na nini kwa muda mrefu? Kwa muda mrefu kiasi hiki? Kuna nini unachoongea? Natumai kuangalia macho yake tena. Hapana Purab, wala si kosa lako. Ndoa yangu ndio ilikuwa uamuzi mbaya. Lakini ili kurekebisha makosa ya zamani, huwezi kurudia kufanya makosa mengine Purab. Kila kilichotokea katika maisha yangu tayari kimeshatokea. Sasa kwa nini unataka kuiharibu maisha yako tena? Tafadhali dada Pragya, hebu jaribu kuelewa basi. Alia ndo ambaye anadhibiti maisha ya Abi. Sasa kama Alia aliweza kukuozesha wewe kwa Abi, fikiria kuhusu anachoweza kumfanyia Bulbul. Na Abi, yeye ni mwendawazimu kwa Alia. Anampenda kupita maelezo. Lakini Purab, dada Pragya, tafadhali, wacha mimi nifanye. Ni lazima nifanye. Yote haya unayoyafanya ni kwa ajili ya Bulbul. Lazima nimuoe tu Alia. Yote kwa ajili ya Bulbul. Kwa sababu nataka tu kumweka mbali na wao. Mara tu baada ya kufunga ndoa, swala litakuwa limeisha, na kuhusu ambaye nilikuwa nampenda, hakuna mtu yoyote atakayekuja kujua chochote. Muda umekwisha sasa. Nitatalia tu jamani, tulieni bwana. Mimi sio mlinzi wa jela. Nimekuja tu kuwajulisha kwamba kila mtu uko nje na kungojea. Mimi wala sikumwambia mtu yoyote yule kuwa uko hapa. Ndio maana nilikuja. Wewe umefurahi kuongea na Purab, eh? Sasa nitakufurahisha zaidi nje. Kwa majivuno yako au kuthubutu kabisa kukata tamaa. Ila hii tabia, ujeuri, kila kitu nitakiondoa.
Nilikuja hapa kujua tu nini unazungumza na Purab. Ulikuwa unajaribu kubadilisha mawazo yake kwamba hapaswi kumuoa Ali, si ndio? Kimetokea nini sasa? Natumai kukuangalia katika macho yako haya, kwa sababu kila mtu anajua siri yako sasa, na uchawi wako hautafanya kazi kwa yoyote yule. Ndiyo uchawi wako na mipango yako. Achana naye. Purab, wewe ndio umetuita hapa eh? Purab anataka kusema kitu kwa nyie wote hapa. Haya Purab. Kama nyinyi wote mlivyokuwa mnajua kuwa ndoa yangu na Ali ilikuwa ya mwisho. Ndiyo mwanangu, na sote tunalijua hilo. Na mnajua kwamba niligairi ndoa hii kwa sababu nilikuwa na mapenzi na mtu mwingine. Ila mimi nilidanganya, wala sikuwa na mtu mwingine. Ulikuwa ni udanganyifu, na alikuwa lagai. Alinidanganya na kunitupa mbali. Na sasa hivi nimeshaelewa kati ya mapenzi ya kweli na utapeli. Nataka kurekebisha makosa yangu yote. Alia, tafadhali nisamehe. Sikiliza, najua nimekuumiza, lakini naomba unisamehe kwa hilo. Lakini nakuahidi sitosema chochote. Utasahau kila kitu, kunisamehe na kunipatia nafasi ya mwisho. Naomba ukubali kuolewa na mimi. Wow, Purab, hii ni habari njema sana. Hata sisi pia tunataka Ali aolewe haraka iwezekanavyo. Lakini kwanza hebu tuambie, ni msichana gani wewe alikufanya ukamwacha Alia? Mbona ilikuwa ni ghafla sana? Ndiyo. Hata sisi pia tunataka kujua kuhusu huyo msichana pia. Ni msichana gani mjanja na mwenye akili aliyefanikiwa kukudanganya wewe? Ndiyo mwanangu, hebu tuambie kuhusu msichana aliyeleta mtafaruku kati yenu. Pragya. Pragya, sasa kwa nini umenyamaza? Au unafikiria nini? Ni jinsi gani atakavyokuwa huyo msichana? Atakuwa mrembo eh? Muulize Purab huyo msichana ni nani. Hajanitajia jina lolote lile, wala hajaniambia jina lake ni nani. Kwa hiyo amepanda bei. Labda mambo mengine anaweza akakueleza haya. Tusendio? Tuachane na hayo. Huyu mwanamke lazima awe ni mtu ambaye alikuwa anamchuna Purab, na alimwacha Purab baada ya kumpata mwingine tajiri zaidi yake. Ndio, nina uhakika kitu kama hicho ndio kimetokea. Ila hakuna sababu ya Purab kuficha chochote tena. Nina furaha kwa kuwa nimemrudisha rafiki yangu na Ali amempata mpenzi wake tena. Na nina uhakika huyu msichana atapata adhabu ya alichokifanya. Iko hivyo. Ndio. Ni kweli Abi, hataweza kuishi kwa furaha kwa sababu ametenganisha marafiki na wapenzi. Kweli bibi. Sasa kila kitu kimekwisha. Purab na Alia wataoana. Atakayepokea sifa na pongezi zote ni Pragya. Ndiyo bibi, atapata sifa zote ambazo zinamstahili. Uko sahihi bibi kabisa, lakini umewezaje kulijua hili? Siku niliyomwona nilielewa kwamba kupitia mguu wake alioingia nao nyumba hii, basi kutakuwa kuna baraka tele. Ndiyo bibi, kuna kitu machoni mwake, yaani kama uchawi fulani hivi.
Pragya mwanangu, mara tu ulivyoingia ndani ya nyumba yetu hii, Abi amempata rafiki yake, Ali akamrudisha mpenzi. Kila kitu kitakuwa sawa mara tu baada ya kuoana. Purab, binafsi nimefurahia maamuzi yako. Kwa hiyo hata mimi nimechukua maamuzi ya kwamba nitamwangamiza huyo ambaye amesababisha yote haya. Lakini kabla ya yote hayo, nihitaji ninyi wawili kwa sasa hivi kwanza mchumbiane. Unaangalia nini sasa Purab? Nenda ukachukua baraka za wazee. Purab, hebu njoo kwanza uchukue baraka kwa Pragya hapa. Kikola anaweza kuwa mdogo kwa upande wako wewe kiumri, lakini ni mkubwa katika mahusiano. Mbali ya hilo, ameifanya ndoa yako iwezekane leo. Leo kwa mara ya kwanza umenifurahisha kwa kuwa umeanza kumheshimu mke wako. Njoo. Imekuwaje? Umejisikia vibaya kumruhusu wara yako kukugusa? Nilikuwa nimekupa nafasi ya kuzungumza na Purab ili kumshawishi kwamba hataki kumwoa yeye, kuweza kumwoa Alia, lakini wala hukuweza kunisikiliza. Huku ni kushindwa kwako. Najua unajaribu kunichezea michezo vyako vya kipumbavu. Wewe unaweza kucheza na mimi, lakini kama hauwezi kunishinda. Na mara tu Purab na Alia watakapooana, basi Ni nini yote haya? Purab anawezaje kuchukua uamuzi wa kumwoa Alia? Je, pindi Bulbul atakapokuja kujua ukweli huu, atakuwa katika hali gani? Hivi karibuni Purab aligombana na Abi kwa sababu ya Bulbul, na sasa anakaribisha matatizo mengine kwa Bulbul tena. Purab hataweza kuishi maisha ya furaha na Alia, na Bulbul pia hataweza kuishi maisha ya furaha bila ya Purab. Mambo dada, uhali gani? Mimi niko sawa. Uko wapi? Nataka tuongee. Niko nyumbani, lakini dada, kuna shida gani? Kwa nini unaonekana kuwa na wasiwasi? Nitakwambia nikisha kuona. Ubaki nyumbani eh? Nakuja sasa hivi kukuona. Lakini dada, niambia kwanza basi. Kwa nini dada sasa alikuwa na wasiwasi hivi? Inawezekana Purab amefika nyumbani kwake? Milioni 25? Hapana, sitaki hiyo. Kaka, nitakupigia baadaye. Hey. Asante sana kaka. Wewe ni kiboko. Yaani siwezi kuamini kama Purab amekubali kunioa mimi, tena mbele ya watu. Yaani nimefurahi sana kusikia hivyo. Amepata jibu linalomfaa. Hayupo katika nafasi ya kukubaliana na yoyote. Hatupata usingizi kuanzia sasa. Lakini kuanzia sasa mimi nitakuwa nalala vizuri. Shukrani zote ni kwako. Wewe ni kiboko kaka. Tayari umeshatimiza ahadi yako. Sasa ni zamu yangu. Lazima nimdhalilishe huyo mpuuzi mbele ya macho ya bibi. Vipi binti yangu? Mbona unaonekana unaogopa hivyo? Na kwani unaenda wapi sasa hivi? Kuna kazi ya muhimu nilikuwa nataka nifanye mama. Naenda nyumbani. Kaka, kwa nini anaenda nyumbani kwa haraka hivyo? Atakuwa anakwenda kufuta kumbukumbu zake. Sawa kaka. Nina uhakika atakuwa ameenda kuchoma moto picha za Purab za zamani na kutupa zile barua zao za mapenzi.
Ni mara ngapi nyinyi nimewakataza kuchezea mvua, hamtaki hata kunisikia. Yaani nyinyi watoto ni wabishi sana. Tazama mlivyoloa. Itakuwaje mkipata homa? Tafadhali hebu mwambie mama yako. Baba atakupa dawa kama utaugua. Ndiyo, wewe ndio mtengeneza madawa. Unavyoongea utadhani hujui fulani ilivyo kule hospitali. Au unataka hao watoto wajitafutie magonjwa wao wenyewe? Mitali, Raj. Kuna nini tena mama? Mbona una wasiwasi? Yaani unavyoniuliza utafikiri wewe utasuluhisha hilo tatizo. Kuna mambo mengi sana yanatokea katika hii nyumba. Lakini ujali, unaendelea tu kuangalia hayo mafaili yako. Mama, kwani kuna nini kimetokea? Kama huyu Purab akishakuwa mkwe wa hii familia, basi kila kitu Abi atazidi kumsikiliza. Na sisi hatutapata chochote kile. Mambo yale tena. Purab yuko peke yake, lakini hebu angalia hatima yake. Na mimi nina watoto wawili lakini bado hawana msaada wote ule. We, nini? Msaada? Nani anataka msaada? Mimi nipo. Vyovyote vile. Nitaenda zangu mazoezini. Nini? Kwani nimesema kitu chochote kibaya? Hapana, hilo sio kosa lako. Haya yote ni makosa yangu mimi. Kama ungezingatia akili yako kuliko unavyozingatia mwili wako, basi ungetimiza kila kitu. Kabla ya Purab tulikuwa tuna nafasi ndogo sana. Na mara tu Purab atakapoingia tena ndani ya hii nyumba, basi maisha yetu ya baadaye yatazidi kuwa hatarini kwa sababu huyu Purab ataishi humu ndani. Dada, kuna nini? Mbona mkuja ghafla hivi? Vipi kila kitu kipo sawa? Nataka nikuulize swali hilo. Kila kitu kipo sawa kati yako na Purab? Unamaanisha nini? Unajua kitu gani Purab amefanya? Amekuja nyumbani tena mbele ya familia nzima na amesema kwamba amekubali kufunganiwa na Alia Bulbul. Mungu. Mimi nilikuwa nadhani kwamba amesababisha tatizo kubwa sana. Dada, mimi tayari nishalijua hilo, nafahamu. Ulikuwa unajua? Inamaanisha uamuzi wake haukusumbui wewe hata kidogo? Hapana dada, imanishi hivyo. Na kwa nini iwe hivi? Kwa sababu anakupenda. Hanipendi yule mimi hata kidogo dada. Alichokifanya ni kunidanganya tu mimi. Na kumbe tayari alikuwa ameshachumbiana na Alia. Na wala hakuniambia kitu chochote kile, na pia alikuwa kimya katika mahusiano yetu. Na kwa nini mfikiria mtu kama yeye sasa? Mimi tayari nilishachaga kumfikiria mtu kama zamani sana. Dada, kwa sababu yake tu wewe unapitia mambo kama haya leo. Mimi wala sihitaji kumuona mtu kama yeye. Unafanya yote haya kwa sababu yangu. Niangalie. Najua hauwezi kudanganya ukiangalia macho yangu. Nataka uniangalie. Unafanya yote kwa sababu yangu. Unafanya kwa sababu yangu. Ndio dada. Nafanya hivi kwa ajili yako. Nafanya pia kwa ajili ya mama na kwa ajili yangu mwenyewe. Dada, mimi siwezi kuiona familia ikiwa matatani. Eti kwa ajili ya kuitaka furaha yangu mwenyewe kweli. Alafu unajua nini? Mimi sitaikanyaga kabisa hiyo njia. Hilo alitaweza kushika hatama kabisa kwa ajili ya furaha ya familia yangu. Haya matatizo yote yalianza tu pale Purab alipomkataa Alia. Dada, sasa idhini ya Purab itaenda kumaliza matatizo yetu yote. Naamini. Na baada ya hapa, Abhishek naye atakukubali wewe kama mkewe. Mimi nahitaji hivi dada. Umeshakuwa sasa. Unachukua uamuzi mkubwa sana katika maisha yako kwa sababu ya furaha yangu. Japokuwa mimi ni dada yako mkubwa, lakini nimeshindwa kufanya kitu kwa ajili yako. Mama yetu pia ana furaha ya kwamba nina furaha nyumbani kwa wakwe zangu. Hata bibi ana furaha kwa vile Alia na Purab wanafunga ndoa. Mimi kama nikikuunga mkono nitakwenda kinyume na furaha yao, na kama nikiunga mkono wao nitakwenda kinyume na wewe. Nisamehe sana. Nashindwa kuelewa kabisa Bulbul. Nitazidi kukaa tu kimya nikiangalia mambo kikwenda kwamba hakuna kitu kama mapenzi. Ulikuwa unasema hivi? Kama upendo ungekuwepo, basi leo hii ungekuwa pamoja na Suresh. Na wala sio Abi. Dada, kwangu mimi mapenzi ni kama ndoto hiyo tu. Kama ukiafunga macho yako na kuvuta hisia, kila kitu kitaonekana kuwa kizuri. Lakini pindi utakapofungua macho yako, basi lazima ukutane na ukweli. Na ukweli unauma sana dada. Kisha mapenzi nayo huwa yanamdhoofisha mtu daima. Alafu mdogo wako wala sio dhaifu. Nisikilize. Hebu acha tu ndio na Purab na Alia ipite dada.
ili kati yako pamoja na shemeji Abi mambo yawe sawa kabisa. Nini ambacho kimetokea kwenye ndoa ya Pragya na Abhishek? Sikukwambia kwamba mimi daima huwa napata kile kilichokuwa cha kwangu? Unafikiri nini? Kwamba wewe eti unaweza kumwacha Alia kwa ajili ya msichana wa kawaida? Hapana bwana Purab Khan. Haiwezekani. Sitaruhusu hilo litokee. Hatimaye umerudi kwangu mimi. Utafanya nini? Nilikuwa nimekufungia milango yako yote kwangu mimi, na sasa imekubidi urudi kwangu. Hata hivyo Purab, umeupendaje mpango wangu? Yule msichana ambaye alikuwa anakutega wewe, na sasa hivi nimemtega mimi mwenyewe. Sikukwambia kama anapenda pesa Purab? Yeye hakuwa na mapenzi ya dhati kwako, ni pesa tu. Pragya na sasa ameolewa na kaka yako. Hivi unaniamini mimi sasa ninachokisema? Naamini umenielewa sasa. Na kama nikitaka naweza kumfanya huyo msichana akakosa hadi sehemu ya kuishi. Tafadhali, umeshapata kile ulichokuwa unakitaka. Sasa usiongee chochote kile juu yake. Safi sana. Kwani wewe bado unampenda sana? Bado unampenda sana kiasi kwamba uniamini ninachokisema sasa hivi? Heshima nyingi kwake. Haya, sasa niambie, alikuwa anasema nini huko ndani? Alisema usinione. Purab, tafadhali usimuoe Alia. Usijaribu kumuoa Alia. Unaweza kufikiria chochote kinacho. Nataka kuzungumza na wewe mpenzi wangu, kama tu ulivyokuwa unasumbuka na wewe Purab. Hata mimi mwenyewe pia nilikuwa nasumbuka. Wakati wote uliponiacha mimi kwa ajili ya huyo msichana wa kawaida Purab. Kwa nini unanikasirikia mimi? Unajua nakupenda, si ndio? Nisikilize jambo moja kwa makini Purab. Itakubidi ufanye kitu kimoja. Jitahidi umtoe huyo msichana nje ya akili yako haraka iwezekanavyo. Na kama nimeweza kumuozesha kwa kaka yangu, basi fikiria ni kipi kingine naweza kumfanyia zaidi. Ni msichana gani mnamwongelea? Abi tayari ameshamuoa Pragya. Vizuri umekuja mama. Hamweleshi binti yako hapa. Anashangaza sana, anachimbua mambo ya zamani, sijui hata kwa nini. Alisema kuwa mahusiano yake ya zamani ambayo alivunjika tele ndoa. Nishamwambia asiwe na wasiwasi. Kwa ajili tu ya kuokoa ndoa yake, mimi nitakuwa nahudhuria hekaluni kila Jumanne. Si ndio dada? Si ndio? Kwa nini unaogopa sana? Mume wako anakupenda sana. Sasa ni kitu gani kinachokuogopesha mwanangu? Hapana mama. Si unajua wakati mwingine. Ni kwa nini unafikiria hayo yote? Siku zote mbaya za maisha yako zimekwisha. Sasa ni furaha tu katika maisha yako. Hivi umekujaje ghafla hivi? Vipi? Kila kitu kipo sawa? Katika haya maisha unatakiwa kuwa na furaha daima, na unatakiwa kuifurahia pia ndoa yako. Na nataka kumuona mwanangu akiwa na furaha maishani. Hivi Bulbul, umemwelewa kweli huyo? Kila kitu kipo sawa? Na Abhishek hajaje na wewe? Hapana mama, alikuwa na kazi ya muhimu sana ya kufanya. Sawa. Kwa hiyo umekuja peke yako? Alikuruhusuje uje peke yako? Subiri, ni lazima nitamgombeza. Kipenzi, pokea simu. Simu? Halo? Hii hapa. Nani? Sijui. Halo? Halo, mwanangu, mimi hapa ni Sarla. Uko wapi? Shangazi. Nipo mimi, niambia. Mwanangu, hii sio sawa kabisa. Ni kwa nini umemruhusu Pragya aje peke yake? Sikiliza, ni sawa ikiwa utamleta peke yake, lakini si nitamruhusu arudi peke yake. Sawa shangazi, basi kama hivyo endelea kukaa naye tu.
Unamaanisha? Namaanisha hivi shangazi. Mimi nimeshachoka na huyo binti yako. Nyekeni naye tu huko. Mwanangu, kwani kimetokea nini hadi unaongea hivyo? Nitasema nini shangazi? Ile siku aliyopelekwa kituoni wala kunipigia. Na leo pia amekuja huko hajanipigia pia. Huyo Pragya anajua ni jinsi gani mimi ninavyomjali. Sasa fanya hivi shangazi, nyie endeleeni tu kukaa naye huko. Na hii ndio adhabu yake. Kama usingenipigia simu basi mimi ningebaki na mawazo haya kwamba mke wangu amenitoroka. Alafu hii haileti picha nzuri shangazi. Sawa. Ikiwa utanipigia simu mimi nije kuonana na wewe basi mimi nitakuja, lakini yeye mimi sitakuja kumchukua. Mwambie yeye arudi tu mwenyewe, maana ana tabia za ajabu sana. Mwanangu, ulikuwa karibia uniue. Unawezaje kufanya mzaa namna hiyo? Wewe si ndo ulianzisha? Sawa, hiyo ni kweli. Sawa, basi wewe njoo unione mimi. Shangazi, leo itakuwa ngumu kidogo bwana. Maana kwa sasa hivi mimi nipo kwenye tamasha. Kwa hiyo nitafanya hivyo wakati mwingine, na pia nakuahidi nitakuja na binti yako. Na pia nitamchukua. Nakuahidi, lakini leo tafadhali mwache aje mwenyewe peke yake. Sawa mwanangu, kama leo uko bize, nitamwacha aje peke yake. Lakini wakati mwingine kama hautakuja na binti yangu, basi nakuonya, sitomwacha arudi tena huko kwako. Nitabaki na Pragya wangu mwenyewe. Basi sawa baadaye shangazi. Sawa, kwaheri. Natamani hii itoke. Mrudishe nyumbani kwao milele. Acha aliolewe tu na kisha mimi nitakwenda kumbwaga nyumbani kwao. Kwa hiyo bibi utamwambiaje? Siwezi kujisumbua kabisa. Ali alisema yeye atashughulika na bibi. Na hali yeye kila siku anafanya anachokisema. Bibi, hivi unajua kwamba kaka ana mashabiki wengi sana na wasichana wengi wanamponda. Kulikuwa na shabiki mmoja kindakindaki kwake, angekufa kwa ajili yake. Alikuwa akimsumbua sana kaka na alitaka kabisa kuolewa naye, na unajua kaka alivyokuwa na huruma, alishindwa kabisa kumkataa mbele yake. Alikuwa ni binti wa mwekezaji. Unajua kulikuwa na shida kubwa kumuondoa huyo binti wa mwekezaji. Hatukuambia hilo tatizo, tulimuondoa kwa shida sana. Unajua tulifanya nini? Yaani tulichokifanya ni kumruhusu aolewe tu na huyo kaka yetu. Ni kwa sababu hatukuwa na njia nyingine ya kufanya. Lakini bibi, wakati ule uliponipa habari kuhusu huyu ifi yetu Pragya, kisha nikaona kwamba hakukuwa na mtu bora zaidi yake ambaye ni maalum kwa ajili ya kaka yangu. Kisha nikamshawishi kaka amuoe Pragya. Baada ya kupitia magumu sana tulifanikiwa kumuondoa yule mwanamke chizi. Bibi, wewe hujui kuhusu hilo tatizo. Muulize Purab. Si ndio Purab? Hakukuwa na huyo mwanamke chizi. Sikukwambia? Alia, Ndiyo bibi. umefanya kazi bora sana kwa kuwaunganisha Pragya na Abi. Asante bibi. Haya sasa, kahawa yako, karibu. Una mpango gani hapo kesho? Raj, tunatoka kwenda kula chakula cha jioni kwenye mgahawa? Hapana, kutakuwa na chakula cha jioni kwa rafiki yangu. Kwa hiyo ina maana tunaenda kula chakula cha jioni kwenye ofisi za manispaa? Nimesema kutakuwa na chakula cha jioni nyumbani kwa rafiki yangu. Ni jambo lile lile tu Raj. Huko nyumbani kwa rafiki yako, si nyumba ya serikali ambayo iko chini ya manispaa? Ni lazima utasema hivyo, kwa sababu wewe una nyumba kubwa ya kuishi. Hebu jaribu kwenda huko nje na uone watu wengi wanavyoishi katika umaskini, na ndipo utakapojua maisha jinsi yalivyo. Hawa ni watu watano walio waaminifu na wasita ni mimi hapa. Hatukubali rushwa. Basi nyinyi sita mnajitosheleza huko. Sherekeeni nyewe wenyewe. Mimi sitaki kabisa kwenda kwenye sherehe ya aina hiyo. Sherehe gani hiyo? Hata samaki tu wenyewe watakuwa hawana viungo. Utafanya hivi kila wakati. Siku zote ufanya maigizo wakati marafiki zangu wakinialika kwenye sherehe. Sasa kwa nini unanipigia kelele Raj? Kwani ushawahi kwenda kwenye sherehe za rafiki zangu hata siku moja? Hivi unajua jinsi gani ninavyojisikia vibaya? Mpaka unafikia kunitukana kupitia jina lako wewe. Sherehe gani? Hiyo ndio unaita sherehe wakati watu wanaenda kudhalilishana wao kwa wao. Ulioni hilo wewe? Wanajaribu kujivunia mapato yao na kunyonyesha juu ya gharama zao za fahari. Mara nani kaenda likizo, nani kavaa vitu vya gharama kubwa. Sasa ni kwa nini hujihisi kudhalilika? Hiyo ni kwa sababu tu huwezi kunifanyia kitu chochote kile. Ila hata baada ya kuishi katika nyumba kama hii, najiona kama mfanyakazi tu. Wewe hujawahi kabisa kufikiria kuhusu mimi. Basi walau hata ufikirie watoto wako tu. Nawafikiria sana. Unafikiria nini Kwa sababu usingewasajili katika shule za Memkwa. Nayo ni kwa sababu tu hutaki kuomba msaada kutoka kwa Abi. Raj, sijui hata nikueleweshe vipi. Watoto siku hizi ni wajanja sana. Pamoja na elimu pia wanahitaji kuwa na shughuli za ziada. Na si michezo tu. Hatuwezi kumudu elimu, tutawezaje kufanya hayo mambo mengine? Wewe mwenyewe umesomea katika shule za serikali. Ina maana pia watoto wangu watasomea shule za serikalini? Wewe umeharibu maisha yangu kabisa.
lakini sitothubutu kukuacha uharibu maisha ya watoto wangu kabisa. Umenielewa? Hawezi hata kufanya jambo lolote kubwa. Anazungumza tu maneno makubwa. Yaani kazi yake ni kupanga mipango tu, kila siku haitimii, na hataki kunisikiliza kabisa. Pragya, wewe unawezaje kuyamudu haya yote? Nini? Namaanisha, wewe unawezaje kushughulika na wanaume wengi kwa pamoja? Wewe mmoja tu nanga inapaa. Unamaanisha kitu gani? Nashindwa kuelewa kabisa. Pragya, hebu nipatie mbinu mwenzio. Labda zinaweza kunipatia faida, nikiweza kumdhibiti Raj. Vidokezo vya nini? Ya kuweza kumteka mwanaume. Unajua, yaani nashindwa kabisa kumteka Raj. Nataka Raj akae kwenye mikono yangu. Yaani kila nitakachosema yeye anafanya tu. Baada ya hapo mimi nitakuwa mpambe wako. Nitafanya kila kitu utakachokisema. Nielewe tafadhali. Nakuomba. Pragya. Ina maana huyu amekataa kabisa kunisikiliza. Amekataa kabisa kunisaidia. Sina bahati kabisa kwenye hii nyumba. Nimempata anayenipenda, nimempata anayenipenda, nitamtunza. Vipi, umesalimu amri ama bado na mtazamo wako? Sijali sana kuangalia hali yako. Yaani nakuapia kabisa hakuna chochote ninachojali. Nina furaha tu kwa kuwa tarehe ya siku ya kufunga ndoa Purab na Alia itakuwa ndio muhimu sana katika maisha yangu. Pende Purab na Alia watapooana, basi na mimi nipo tapokutimua wewe. Hata hivyo, kwani ulikuwa umekwenda wapi? Kuchoma picha za Purab za mapenzi, eh? Inasikitisha sana. Kwa hiyo kwa sasa kumbukumbu zinawaka moto huko. Na huku wewe. Hivi unadhani ya kwamba hakuna mtu atakayekuwa na furaha na hii ndoa? Ni furaha gani unaizungumzia? Furaha ambayo wewe ulimnyang'anya dada yangu ama furaha ambayo inatokana na wivu wako? Una wivu sana wewe. Si ndio, eh? Alafu nini kinachoendelea ndani yako? Unajihisije? Yaani unajisikiaje kwani? Unajisikia vibaya, si ndio? Kutokana na sura yako tunaweza kuona kwamba unajisikia vibaya sana. Na kwa nini wewe unajisikia vibaya sasa? Hiyo ni kwa sababu Purab amekubali kuingia kwenye ndoa na Alia, si ndio? Au ni kwa sababu umezichoma kumbukumbu za mapenzi zao na Purab kwenye moto? Au ni kwa sababu mpenzi wako alilazimika kukuangukia katika miguu yako mbele ya umati wa kila mtu? Najisikia vibaya zaidi kwa ajili yako. Kwa sababu mwanaume ambaye unamwozeshia dada yako alikuwa amemtelekeza kwa ajili ya mtu mwingine. Na wala haukutaka kufikiria mara mbili ya kwamba yeye ambaye alidiriki hata kugombana na rafiki yake alikuwa mpenzi na mtu mwingine. Je, umeshafikiria hata mara moja ya kwamba Purab anampenda Alia ama vipi? Umewezaje kufikiria kuhusu jambo kubwa kama hili? Unaongea maneno yote hayo kwa sababu unafikiria kwamba Purab bado na mapenzi yoyote yale kwako, eh? Ikiwa huu ni upendo, basi ni vizuri kwamba upendo wenyewe umevunjika na Purab ameujua uhalisia wako. Kwa sababu kama singekuwa hivyo, basi tangu ulipokuwa katika maisha ya Purab ilimfanya Purab ashindwe kabisa kumpenda Alia tokea moyoni. Ukweli upo, lakini hautaki kuuona. Unadhani ya kwamba Purab anampenda Alia, lakini sio ukweli. Na kama ukweli unampenda dada yako, basi zuia hii ndoa haraka sana, kwa sababu Alia kama hawezi kuwa na furaha na Purab. Purab anampenda mtu mwingine kabisa. Na linapokuja suala la mwanamke, hakuna kitu kibaya na chenye mkosi mkubwa kama vile pindi anapomtazama mume wake machoni, basi akaona mapenzi ya mtu mwingine. Katoe huu mwadhara wako kwa mtu mwingine, eh? Unajifanya mwalimu wa mapenzi wakati wewe mwenyewe uliweza kuchezea mapenzi ya watu wengine. Unaongea hivi sasa kwa sababu umeshindwa kabisa kumshawishi Purab kugaili kuingia katika ndoa, si ndio? Ndio maana kwa sasa hivi unajaribu kunitia katika majaribu kwa kutumia jina la dada yangu, si ndio maana yake? Unajua kabisa kwamba kwa sasa katika maisha yako hauna Purab wala mimi. Na mara tu Purab na Alia watakapouana, basi na wewe ndio wakati wa kurudi kwenu utakapokuwa umefika. Hebu tafadhali jaribu kuelewa. Unashindwa kuona ukweli kwa ajili ya ukaidi wako. Unayeharibu maisha ya dada yako kwa ajili ya kulipiza kisasi tu. Nyamaza! Umeharibu maisha yetu katika kila sehemu ya maisha yetu ulioingia. Wewe ni msaliti tu kuanzia leo. Hauna maana yoyote. Umeharibu kwa Alia na kisha ukaja kwa Purab. Na pia umeweza kuidanganya familia yako, lakini nakwambiaje, kiukweli sijali lolote kuhusu hilo. Najisikia vibaya kwa jambo moja tu, kwamba ni siku gani bibi atakuja kujua ukweli wako wewe. Atavunjika moyo sana. Mimi naweza kusamehe kwa vitu vingine ulivyofanya, lakini kwa kumshirikisha bibi katika yote haya, nitalazimika kukuweka wazi mbele yake. Utalazimika kuyalipa maumivu yote yale ambayo utasababisha kwa bibi yangu wewe. Na nakuahidi sitakusamehe.
Utalipa kila toni la chozi la Alia lililodondoka kwa kumdhulumu Alia, mwanaume aliyokuwa watoto zake, na utalazimika kulipa kwa udanganyifu uliofanya kwa Purab. Sijamdanganya Purab, Abi. Ulimdanganya wewe tena kwa sababu ya pesa. Hata hayo sio ukweli. Unasema uongo, ulimdanganya Purab wewe. Usidanganyi. Ulijifanya unampenda Purab na ukampa ndoto za kukuoa. Mimi sijafanya chochote kile. Na wakati uliponiona mimi basi ukaamua kumwacha Purab. Mimi sijamwaga Purab. Wewe ndiye msichana mbaya. Kwa hivyo, mimi si ninayempenda Purab. Unasema nini? Wewe humpendi Purab leo? Hivi ndio ulivyosema? Basi sawa. Wewe unajipenda tu wewe mwenyewe. Hauwezi kumpenda mtu mwingine yoyote yule. Na kwa kumwacha Purab, haustahili kabisa kupewa thamani ya upendo wa mtu yoyote. Umevunja mioyo ya watu katika michezo yako ya kipumbavu. Lakini nitakulipiza kisasi kwa yote haya. Nitaifanya hali yako iwe hivyo, kiasi kwamba utaanza kuchukia pesa hadi mapenzi pia. Utabaki hauna sehemu yoyote ile katika maisha yako. Utabaki hauna sehemu yoyote ile. Vipi Alia? Hey! Unaweza kwenda? Samahani, nimechukua muda mwingi sana. Hiyo ni sawa. Kwa hiyo, hongereni. Hatimaye Purab amerudi katika maisha yako. Tayari umeshapata ulichokuwa unakitaka. Sasa naomba nifanyie sherehe. Utaipata tu, lakini ni baada ya uchumba. Tafadhali sana. Baada ya uchumba naomba ufunge ndoa. Namaanisha vinginevyo mchezo wa kuigiza utaendelea, wewe niamini tu. Samahani, leo nina haraka sana zaidi yako wewe. Hata hivyo siwezi kukubali kuona kakaangu yuko katika matatizo zaidi. Nakwambia kuanzia sasa chukulia siku za huyo mwanamke mpumbavu zinahesabika. Nimemwandalia mpango mzuri sana kwa ajili yake. Kwa hiyo na mpango gani sasa? Siwezi kukwambia. Angalia tu nitakachokifanya. Nitafanya juu chini niweze kuyaonyesha mabaya yake mbele ya bibi. Subiri tu utaona. Nasubiri. Tuanze tukanywe chai. Sawa, twende tukanywe kidogo. Twende. Wapishi tayari nimeshawapigia bibi. Je, wapambaji na hao pia nimeshaongea nao, kesho asubuhi watakuwa tayari. Pami. Vipi bibi, kuna kazi nyingine imebakia? Mwanangu, tunahitaji kujua orodha ya vyakula. Kuhusu chakula nimeshamwambia shangazi ashughulikie. Oh, kumbe tayari. Yaani kuanzia sasa hivi ameshaanza kudhibiti kila kitu kwenye hii nyumba. Mitali, hebu niwe changamka haraka. La sivyo huyu mwanamke atapata funguo zote alafu na wewe utapata chochote kile. Bibi, nimefanya kazi zote za hapa nyumbani. Sasa kama kuna chochote kile kinachohusiana na uchumba au unahitaji msaada wote ule, basi nijulishe. Utafanya nini? Pragya peke yake ameshafanya kila kitu hapa nyumbani. Haina maana. Sitaongea na mtu yoyote. Hakuna tena anayenisikiliza. Ni nini kimetokea? Eti utazungumza na nani? Bibi, ni marafiki zangu wote. Hata hawanisikilizi. Kila mtu yuko bize kujiandaa na sherehe. Lakini mimi nilipoomba msaada wa kwenda kununua vitu, walisema wako bize. Tunataka kufanya hichi na vile na hivi bado. Lakini bibi, unajua ni lazima nifanye manunuzi kwa wingi. Nitaweza vipi kufanya manunuzi peke yangu bibi? Ni hivyo? Kumbe ndio hilo tatizo. We wala usijali. Mimi nitashughulikia. Nikiongea tu kila kitu tayari. Pragya, wewe nenda naye huko. Pia uhakikishe unanunua nguo za wengine. Bibi, lakini mimi... Kwa nini? Kuna tatizo? Mimi mbona sijui watu wote wanapenda nini? Bibi, una wasiwasi gani? Mimi nipo. Nashukuru sana. Halafu bibi, kweli utuuzima dawa. Wewe kweli ni mwanamiujiza. Asante.
Nini? Nenda. Unafikiria nini? Kama kuna tatizo niambie. Hapana bibi. Basi sasa nenda. Nachukua mkoba wangu, wewe jiandae na tuondoke. Njoo haraka ili tusichelewe. Kwa nini Ali anaonyesha tabia nzuri hivi karibuni? Najiuliza nini kinaendelea katika akili yake.